بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1445 katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tulizungumza katika kikao kilichopita tukio lililojiri mbele ya mfalme An-Najashi pale alipojaribu Amr ibn al-As baada ya kufeli mara ya kwanza katika kumkinaisha An-Najashi radhiyallahu anhu kuwarejesha masahaba Makkah. Akajaribu mbinu mpya ili kumkinaisha kuwa hawa ni watu hawafai, na uslubu huo pia haukufaulu kama tulivyoeleza katika kikao kilichopita. Pia tukaeleza kusilimu kwa An-Najashi radhiyallahu anhu, pamoja na kuwa hakukutana na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, bali alikutana na masahaba wake, lakini akasilimu radhiyallahu anhu. Tuligusia tukio ambalo tulisema leo insha Allah taala tutaanzia nalo, at-tamkinu lin-Najashi fi mulkihi. Tulitaja katika kikao kilichopita kuwa katika tarehe Allah subhanahu wa ta'ala amemmakinisha kila kiongozi anayemheshimu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hili liko wazi katika zile barua alizozituma Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wafalme wa sehemu mbalimbali. Wale waliodharau barua aliyowatumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah akauangusha ufalme wao, na wale walioheshimu barua alizowatumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akathibitisha ufalme wao, na pamoja na kuwa wengine hawakusilimu, lakini kwa ile heshima walioifanya kwa wito na barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. An-Najashi radhiyallahu anhu siku tu aliwapokea masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwaweka katika hali nzuri chini ya ufalme wake, bali akasilimu radhiyallahu anhu arda. Kukatokea katika wakati masahaba wako Habasha baadhi ya wapinzani kutaka kuipendua serikali ya An-Najashi na kumuondoa katika uongozi. قالت أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة رضي الله عنها akieleza ile hali waliokuwa nayo masahaba chini ya ufalme wa Najashi, asema fa wallahi inna ala dhalika, tulikuwa katika hali hiyo, yani ya amani, tumwabudu Mola wetu bila ya kusumbuliwa. idh nazala bihi ay Najashi man yunazi'uhu fi mulkihi, mara akatokea dhidi ya Najashi yule ambaye alikuwa ataka kumpokonya uongozi wake. فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلك. Umm Salama sema sijajua huzuni ambao ulitupata kama huzuni uliotupata kwa kusikia jambo hilo, kuwa kuna mwingine amejitokeza ana jeshi lake. Malengo yake nini? Malengo yake ni kumuondoa An-Najashi katika ufalme wake aingie yeye. Kwa nini walipatwa na huzuni masahaba?
takhawufan an yadhhara dhalika ar-rajulu 'ala an-najashi, kuchelea na kuogopea asije yule bwana akamshinda an-najashi katika vile vita, akawa yeye ndiye mtawala. fayati rajulun la ya'rifu min haqqina ma kana an-najashi ya'rifu minhu, aje mtu mwingine awe mfalme hapo hajui katika haki yetu ile ambayo alikuwa yeyejua nani an-najashi, tukaja tukapata tabu hapa ikiwa yule kiongozi atabadilika. qalat, sema wasara ilayhi an-najashi, najashi akatoka na jeshi lake kwenda kupambana na huyu bwana. Huyu na jeshi lake na najashi na jeshi lake. wa bainahuma urdu nahri an-nil, na kulikuwa na mto wa Nile yopita pia Ethiopia katikati yao. قالت فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر. walipovuka vile vita vitapiganwa baada ya upande wa pili wa ule mtu, masahaba wakaambizana, nani kati yetu sisi aweza kwenda akaangalia ile hali ya vita kule ili aje atupe habari? Bimaana ikiwa habari ni kwa Najashi ameshinda tubaki, ikiwa ameshindwa basi tuanze kujipanga mapema, manake hatujui anaingia atakuja kuwa vipi. فقال الزبير بن العوام رضي الله عنه أنا. الزبير بن العوام قال ميمي nitavuka nende nikaangalia habari. وكان من أحدث القوم سنا, na wakati huo alikuwa Zubair ibn Awam ndiye mdogo wao kiumri, kijana na nguvu zake. قالت فنفخوا له قربة, wakachukua kiriba cha ngozi wakakipuliza kikajaa upepo kama flota. فجعلها في صدره, Zubair ibn Awam akakiweka kwenye kifua chake, akapiga mbizi avuka sasa enda upande wa pili kutizama. Wakaogelea mpaka na mtu mmoja unavopita yale maji, na mtu anaweza kusema mbona mvaa kiriba, alikuwa juu kuogelea? Hata ukajua kuogelea kwenye mtu anaweza kukuburuta. Wakavaa kiriba kile kina upepo, akaruka kwenye maji akaogelea mpaka upande wa pili. ثم سبح حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم, akaogelea mpaka upande wa pili, upande wa pili wa mto wa Nile ambapo ndio kulikuwa vile vita vya piganwa. ثم انطلق حتى حضره, kaenda mpaka akaona vita vile viendelea, yeye yuko kando tizama. قالت أم سلمة سما ودعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه, sisi tukao kule tuomba dua, tumuombea Najashi dua sana ili Allah ampe ushindi. بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده, na ampe tamkini, awe atamakinika katika utawala wake, awe atakuwa ni mtawala katika nchi yake, abakie vile vile katika hali yake. Huko masahaba wamwombea dua, na hii dua ambayo waislamu walimwombea an-Najashi i'tirafan bihusni mawqifihi ma'a al-muhajirin au min al-muhajirin al-muttahidin, ilikuwa ni kukiri ule wema aliofanyia Najashi, wakamwombea. Hata kwa mfano an-Najashi alikuwa ni Muislamu, walioko chini yake walikuwa si Waislamu, la bas, kule kukiri ule wema aliofanyia wakamwombea dua ili apate kuwa mshindi katika vile vita na aendelee kutawala nchi yake, wakamwombea dua. قالت أم سلمة سما ثم جاء الزبير رضي الله عنه وهو يسعى فلمع بثوبه, kisha akatokea Zubair yuaja mbio na habari, amechukua nguo yake aizungushe irushe, yani kama kuna mtu anione naja, kuna habari nzuri naja nazo.
وهو يقول ألا أبشروا فقد ظفر النجاشي na wapa habari nzuri bashirieni khairi an-Najashi ameshinda katika vile vita wa ahlaka Allahu aduwahu na Allah amemwangamiza adui yake wa makkana lahu fi biladihi akamtawalisha vizuri katika nchi yake akamakinika kabisa qalat Salama radhiyallahu anha fa wallahi ma alimna farihna farhatan qat mithlaha sijui kama tumewahi kufurahi furaha kama furaha hiyo kuwa Najashi ameshinda katika vile vita na kweli lau kama Najashi angeshindwa katika vile vita ingelikuwa ni jambo la kuwachanganya anayekuja atakuwaje na hii ni katika jaza ya Najashi kuheshimu da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nyinyi tazameni wajua siku hizi tuishi katika asri wengi katika watu wameathirika sana na mambo ya mada yani ataka aone kwa mfano atokea kafiri amtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye atakaone hapo hapo yashuka adhabu hapo hapo mbona angamizwa hapo hapo huyu si wewe unasema angamizwa hapo hapo fanya nini hapo si wewe lakini nawahakikishieni kitu kimoja ziangalieni hizi nchi zote hizi nchi ambazo zimewahami watu kumtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam watu kukibeza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala hizi nchi zote hizi ambazo mwaziona uktulu muwe huyo chini muwe tu basi sikuishi طيب kwa hizi nchi mnazoziona ambazo zimesimama katika kumtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwatetea zipeni muda utakuja kuona mwanzo hawana raha vile wanavyoishi wallahi msidhani wana raha hizi nchi zina taabu hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wajua kuna baadhi ya nchi katika nchi za kikafiri ambazo zimetangaza vita dhidi ya Uislamu hali zao ziko mbaya sana kwa mfano hizi nchi za Sweden si wapi hizi nchi hizo nchi gani ile moja kila siku atokea mpumbavu mmoja achoma Qur'an sasa ndio Sweden almuhimu hizo nchi sasa hivi vile wanavyoishi kikafiri bila maadili yafikia hali watu waoana mke kwa mke sio mume kwa mume na yule mke na mume wanaoana pia hawataki mtoto tabu kulea fujo dhiki kwa hivyo ni mume na mke na mbwa hasa kwa mfano yule mume ankufa yule mke aishi na nani na yule mbwa ndio anempa company mbwa dogi ndio anaishi naye juu ya kitanda la ubavuni hivyo sababu yeye mwenyewe mbwa bali yaweza kuwa yule mbwa mbora kuliko yeye ulaika kal an'ami bal hum adall sasa katika maisha haya ya dhiki idadi yao yapungua sana na hili la wachanganya kichwa sana idadi ya binadamu kwao wapungua hasa kuna wale ambao wamegura kwenda kwao katika Uislamu sijui kwenda kutafuta nini kule wale kwa kuwa Uislamu wao wazaana tutamwona mtu mmoja na watoto watatu wanne watano mpaka 10 sasa kile kinachofanywa nini serikali ya wale makafiri imeketi bil mirsad yaongojea tu ile mtoto aseme mimi nimechapwa na babangu apokonye yule mtoto si hata kupokonye yule mtoto wamtetea hawana watoto hawataki kuzaa wapokonyelewa mbali mtoto wako kisha waenda kumlea wanavyotaka wao katika kufuru waliyadhu billah walilhad sasa imekuwa ni biashara kubwa kila siku wasikia familia imepokonywa watoto hakuna namna imebidi iwe hivyo
pokonywa mtoto, usifikirie utaregeshewa. Ushapokonywa ndo salamu alaykum. Yalla ukija ukimuona wewe mtoto wako tena mpaka uje umuone tena anchukuliwa. Sasa hii ni dhiki iliyoje, wewe waishi mpaka kuanza kunyafura watoto wa watu. Wajua hapa kwetu aliingia kilini, alhamdulillah. Hapa kwetu ile jambo aliingia kilini. Ati sijui mtu aje kupokonywa akufanyeni na mtoto yeye wake wenyewe wamshinda. Aje kulete na wako tena wachukua wapeleke wapi watoto wako? Shauri yako na watoto wako. Sasa mtu ukimwambia maneno kama haya, watu wako vipi? Ndio waishi hivyo. Hali yao imekuwa duni kiasi hicho. Pamoja na kujifitua katika kumtusi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuchoma kitabu cha Allah na kufanyia madharau. Lakini subirini tu, mtaona mambo ya ajabu sana. Watajua kuwa anaupeleka ulimwengu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah hufanya jambo lake anapotaka yeye, sio tunavyotaka mimi na wewe. Yeye ndiye anayepeleka subhanahu wa ta'ala. بقي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه مع عدد من الصحابة في الحبشة إلى سنة 7 من الهجرة. جعفر بن أبي طالب pamoja na idadi ya wale muhajirun walikuwa Habasha walibaki kule katika hali nzuri mpaka mwaka wa 7 Hijria. Yani bimaana Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa yuko wapi? Madina, mwaka wa 7. ثم قدم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. kisha Jaafar akarudi akaenda Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye mwaka wa 7 katika vita vya Khaybar. fakana baqa'uhu fi al-habashati akthara min 10 sanawat. kwa Jaafar ibn Abi Talib amebakia Habasha zaidi ya miaka 10, Ethiopia zaidi ya miaka 10. wa hiya muddatun tawila, bila shaka ni miaka mingi, muda mrefu. la budda, hatuna shaka sisi anna Jaafar qad intafa'a biha fi ad-da'wati ila al-islam, alinufaika sana katika kuwalingania watu katika Uislamu, hilo hatuna shaka. wa ta'rifi bihi, na kuwajuza watu kuhusu Uislamu katika nchi ambayo ilikuwa ni ya manasara, lakini waliokuwa na insaf wa kuwapokea masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kiongozi wao akajulikana kwa uadilifu radhiyallahu anhu wa arda. Ingawa tarehe haikusajili yale yaliyojiri katika miaka hii, bimaana alifanya nini haikuandikwa katika tarehe. Lakini sisi tuamini kuwa haiwezekani kuwa Jaafar alikaa pale hivi tuna wenzake, bali walifanya da'wa, na wao ndio wakawa sababu ya Waislamu wa mwanzo kabisa waliokuwa katika nchi ya Afrika. Na ndio baadhi ya wanaovioni wanaposema Uislamu ulifika Afrika kabla ya Madina, kabla ya Yemen, kabla ya nchi nyingi za Kiarabu zilizokuwa kule. Mwanzo katika nchi za nje ya bara Arabu, nchi ya kwanza iliyofika Uislamu ni Al-Habasha, Ethiopia. Kwa hii hijra walifanya hawa masahaba. baadhi ya faida zinazopatikana katika kisa cha hijra ya masahaba kwenda Habasha. قال الإمام السهيلي رحمه الله: وفي قصة الهجرة إلى الحبشة من الفقه، كتك فقه فإذا كفقه نبتكان الخروج عن الوطن وإن كان الوطن مكة على فضلها إذا كان الخروج فرارا بالدين. mtu kuacha nchi yake hata ikiwa ile nchi yake ina ubora mfano wa Makka. Makka ndio ardhi bora kabisa na masahaba wameondoka, ikiwa kutoka kwake ni kwa ajili ya kukimbia
aihifadhi dini yake. Wa in lam yakun ila islamin, pamoja na kuwa kule unakokwenda kule inawezekana kuwa si nchi ya nini ya Kiislamu. Fa innal habashata kanu nasara ya'buduna al-masih, wale watu wa Habasha walikuwa ni manasara wanaomwabudu Isa alayhi salatu wassalam, wala yaquluna huwa Abdullah, wala walikuwa hawasemi ni mja wa Allah. وقد تبين ذلك في كلام جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه مع النجاشي. نهيل لمبينك يلي maneno yaliyokuwa kijiri baina ya Jaafar na Najashi. وكيف نخرت بطارقته ولبطارقه waliokuwa wale, namna walivyokuwa kizungumza kupinga ile maneno nani ya Jaafar. Sote tumesoma kuonyesha kuwa wao walikuwa itikadi yao si vile alivyoeleza nani Jaafar radhiyallahu anhu. وسموا بهذه الهجرة مهاجرين, na hao masahaba kwa hii hijra walioifanya wakaitwa nani muhajirin, pamoja na kuwa wametoka wakaenda katika nchi ya manasara. وهم أصحاب الهجرتين الذين أثنى الله عليهم بالسبق, na hawa ndio watu wa hijra mbili, bimaana alifanya hijra ya kwenda Habasha na ya wapi na ya Madina, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu kuwa ni wale waliotangulia wa mwanzo. فقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهي فائدة نزوري سنة جاء في تفسير هذه الآية أنهم الذين صلوا القبلتين وهاجروا الهجرتين. والسابقون الأولون من المهاجرين نوالي وليفانيا هجرا بيل نوالي صالي قبلة بيل بيت المقدس نا مكة الكعبة. وقد قيل أيضا هم الذين شهدوا بيعة الرضوان, نبي wengine wasema ni wale walioshuhudia bai'at الرضوان. المهم wasema فانظر كيف أثنى الله عليهم بهذه الهجرة, tizama namna gani Allah amewasifu kwa hii hijra walioifanya. وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام إلى دار كفر, na nataka tufahamu wametoka katika Baitullah al-Haram kwa sababu pale walikuwa washirikina ndio wametawala, na wakiwatia dhiki wakaenda katika nchi ambayo ni kufuru. Na leo tusema hao waislamu wanaoishi katika hizi nchi za kimagharibi ambazo uadui wao dhidi ya Uislamu uko wazi, kama kwa mfano Ufaransa ni kama wenda wazimu wale. Kila kitu ambacho waislamu wafanya wao watakaoende kinyume tu ili mradi tu. Karibuni sasa wakaweka kanuni ya kuondoa watu kuvaa buibui lile habaya, huruhusiwi kuvaa. Nyinyi mbona watu wa ajabu sana. Sasa uhuru gani mlionao huko mnaosema ni uhuru? Hairuhusiwi wanaokwenda mashule na nini na sehemu, hairuhusiwi kuvaa lile, hairuhusiwi kuvaa habaya. Si nyote msikie hizo habari sasa ndo zinazoenea. Yani wale wamefanywa kama kichaa vile ili mradi wao wasimame dhidi ya Uislamu. Sasa kwa mfano mtu akatoka katika nchi ya Ufaransa kwa hii dhiki wanaoipata, akaja nchi yote ya Afrika huko ambao pengine labda si nchi ya Kiislamu, utawala si wa Kiislamu, lakini watu wamewachiliwa huru katika kufanya nini? Kufanya ibada zao. Huyu tayari amefanya nini? Amefanya hijra ya kuondoka katika sehemu ambayo Uislamu wakandamizwa, hawezi kudhihirisha Uislamu wake, akaenda katika sehemu nyingine. Huyu kwenye hijra, pamoja na kuwakuliana kukwenda inawezekana kwa yule mtawala si Muislamu, lakini maadamu apata uhuru wake kumwabudu Mola wake, afanye ibada zake kama walivyofanya masahaba, huyu pia isabika mfanya nini? Hijra. Hii ni faida tuipata katika hiki kisa. Maadamu yotoka kwa ajili ya dini yake, akitarajia kuwa kule atapata nafasi ya kumwabudu Mola wake, amtaja Mola wake akiwa na amani na utulivu. As-Suhaili rahimahullah, Imam As-Suhaili yasema وهذا حكم مستمر متى غلب المنكر في بلد
وأوذي على الحق مؤمن نهي حكم يتendelea إلى قيام الساعة wakati wowote ule munkar ukighilibu katika nchi ikawa mu'min audhiwa katika ile haki aliyosimama nayo waraa al-batila qasiran lilhaqi akaiona batil sasa ndiyo inaotawala juu ya haki kukandamizwa watu wa haki kwa hivyo yuondoka pale warajaa an yakuna fi baladin akhar yukhalla bainahu wa baina dinihi atarajia kule anakokwenda kwingine atawachwa wasema a practice dini yake bila ya matatizo yoyote aende kule ويظهر فيه عبادة ربي أذيرش وكو عبادة معبود ملواك فإن الخروج على هذا الوجه حتم على المؤمن kuondoka katika ile nchi yenye hali kama hii kwenda nchi nyingine atakayopata uhuru ni wajibu wake yule mu'min aende akapate uhuru wa kumwabudu Mola wake subhanahu wa ta'ala وهذه الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة na hii ndio hijra ambayo haikatiki mpaka siku ya kiyama itaendelea kuwa hivyo hivyo kwa hiyo hawa masahaba Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu kwa ile hijra yao sasa kumalizia nataka nisome maneno mazuri ya al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala Abu al-Fida Ibn Kathir rahimahullah ana maneno mazuri katika tafsiri yake alipokuwa aeleza hii aya wasabiquna alawwaluna min almuhajirin walansar na hii ni katika hali ya kubainisha hali mbovu waliokuwa nao mashia rafidha maadui wa masahaba يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أتبقى خباري الله سبحانه وتعالى يكوى يي أمواردية wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin na ansar kwa yeye yuko radhi na wao walladhina tabauhum biihsan na wale waliofuata kwa wema kwa uzuri faya waila man abghadhahum aw sabbahum Ibn Kathir asema basi ole wake anayewatusi hawa ole wake anayewachukia hawa au abghadha au sabba ba'dahum au akachukia au akawatusi baadhi yao hata kama si wote ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم حصى بوانا وما صحابة بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم مبورا كتك واو علينا خير زيدي كتك ما صحابة أعني نمكسدية الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه نمكسد يهوي الصديق الأكبر الصديق لمكويل كبيس خليفة ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فإن الطائفة المخذولة من الرافضة lile pote lililonyimwa tawfik lililokosa muelekeo lile la hawa mashia rafidha yuaduna afdal as-sahabati wayubghidunhum wayasubbunhum hawa wawafanyia uadui mbora katika masahaba na wawachukia na kuwatukana haya maneno yazungumza bwana wachuoni kisha waweza kuja kumuona mtu ampewa cheo tu yeye ni shekhe wa mkoa sijui shekhe wa mkoa sijui kituko gani ampewa cheo unajua mahizbi wana taabu na makhurafi wana taabu hawa waweza kuona mahizbi watano hivi wankaa waambiwa anta amir Mombasa anta sijui nini wapiana vyeo na watu watano tu tasimamiri wa msikiti ule msikiti unaosali yenyewe si maamiri si viongozi lakini pale wataanza wewe
tutakupa wewe ndo amiri wa Kenya sasa na yeye yuamini bwana yuamini kama yeye ni amiri wa Kenya Hizb Tahrir mshaona kitu ama tablighiyun sasa wewe ndo utakuwa amiri sijui wapi wewe ndo amiri wa wapi amiri wa nani uko juu ya nani wewe sasa kuna baadhi ya watu wako namna hiyo akishapewa cheo tu yeye atakawaridhisha watu wote kwa hiyo mashia watu wasema kuna yule mmoja alhamdulillah Allah akamuondolea mbali kule Dar es Salaam hata sijui kapotea wapi yule Allah akamdhalilisha kabisa hata amwambia yule dalala ni shia itani watu wamtajalala yule mdalala mwenye kuvaa kilemba kama ngoma kwenye kichwa yule eti nyinyi mwatukana masahaba yule si watu si masahaba pumbavu kweli kweli yani wewe wafikiria watu hawajui mashia alafu huyo akikaa kwenye vikao vyake vya kando tena iwajiweka kwenye YouTube amtusi nani Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu huyo sasa wewe wamjinga kiasi gani akudanganya atumie taqiya mbele yako na waitikia msikia nini atakudanganya wewe usioelewa hivi wafikiria wanaoviona kama Ibn Kathir rahimahullah ta'ala hawaelewi vitendo hivyo kwa hivyo wasema wawafanyia uadui wa bora katika masahaba na kuwachukia na kuwatusi iyadhan billahi min dhalika wa hadha yadullu ala anna uqulahum ma'kusa na hii ni dalili na alama kwa akili zao zimegeuka hivi haziko sawa wa qulubuhum mankusa na nyoyo zao pia zimegeuka haziko sawa fa aina haula'i min al-iman bil-Qur'an watu hawa mashia wako wapi na kuiamini Qur'ani hivi ndio Qur'an inazungumza bana radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar waje wewe wasema motoni mwanzo wewe waingie hiyo pepo wewe jiangalie wewe azungumza watu ambao walikuwa watembea katika hii ardhi washabashiriwa pepo qala idh yasubbuna man radiyallahu ta'ala anhu wako wapi hawana Qur'an wa watusi watu ambao Allah amewaridhia wa amma ahlus sunnah fa innahum yataraddawna amman radiyallahu anhu wao ni wenye kuwatakia radhi wale ambao Allah amewaridhia wasema Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu na wengineo katika masahaba wayasubbuna man sabbahu Allah wa rasuluhu na ahlus sunna wamtusi yule ambaye Allah na mtume wake wamemtusi kama kina Abu Lahab na Abu Jahal nani na wengineo hao wayuwaluna man yuwali Allah wayuaduna man yuadi Allah na wamfanya rafiki yao yule ambaye yuko pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala anayekaribia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala anayejileta kwa Allah subhanahu wa ta'ala anayempenda Allah subhanahu wa ta'ala wako na yeye na anayemfanyia uadui Allah subhanahu wa ta'ala na wao pia wamchukia wa hum muttabi'una la mubtadi'un na wao ni wenye kufuata hawazui wayaktaduna wala yabtadirun na wao waiga hawapatilizi kusonga mbele ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam walihadha hum hizbullahi almuflihun wa ibaduhu almu'minun amana ibn Kathir wao ndio pote la Allah lililofaulu na ni waja wa Allah waumini hii ni tu ni faida nimetaja katika kuzungumzia hilo kinachofuata biidhnillah ta'ala katika matukio muqata'atu quraish bani hashim wa hisar ash-shi'bi hiyo insha Allah ta'ala tutakuja kuzungumzia katika kikao kitakachokuja naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik